kuwasalimia kwa ruhusa mheshimiwa. Kwanza niwape pole wa Tanzania. Naomba Mungu awatie nguvu hasa wakazi wa Dar es Salaam na ile mikoa Songwe, Arusha, Mwanza kwa kile ambacho kimetokea. Kimesababisha maumivu sana kwa nchi yetu. Sababu ni tukio ambalo ni uzoefu mpya ambao je kuupata. Sawa sawa. Mimi nakumbuka hali kama hii nimekuiona miaka 77, 78 kule wakati nchi na vita na Idi Amin. Sawa sawa. Ndio kwamba tunaambiwa tulale saa 12 na wakati wa kipindupindu, wakati wanajeshi wa kwamba wakatufundisha kuchimba maandaki kwa sababu ya Amin. Sawa sawa. Kwa sababu kwa nchi ya nchi na nchi tulikuwa tupate maumivu. Kwa hii ilikuwa ni kama vita ya wenyewe kwa wenyewe. Ndio. Askari ni wa Tanzania, raia ni wa Tanzania. Kwa ni vita kama ina harufu kwa vita ya wenyewe kwa wenyewe. Kwa hiyo niwape pole sana wa Tanzania. Hakuna mtu ambaye hajaguswa na jambo hili. Mimi mwenyewe kuna waumini wangu hapa mpigwa risasi kwa Kimara pale. Okay, pole sana. Na wengine walikuwa na kakula ni kuna mabomu yale yaliumiza sana watoto, harufu. Okay. Kwa sababu ni kwa ngumu na kuna watu hawatakiwa toke nje. Kwa hiyo kila mmoja ameguswa. Ndio maana nimesema wakati wote tusilaumiane, tusimtwishe mtu mmoja lawama. Kila mtu ajioji kwa nini nchi yetu imefika hapa. Sawa sawa. Maana jambo hili halijatokea siku moja tu kwamba ni 29. Ghafla. Sio ghafla, lilikuwepo. Ila tatizo la Watanzania wengi huwa wanadili na tukio sio dalili. Okay. Naona hawazuii tatizo. Wanasubiri tokee ndio wanapeka zima moto. Tunaweza kulaumiana sisi. Lakini dalili zilionekana kwamba kuna mpasuko katika nchi yetu. Kuna mambo wananchi walikuwa pengine na waumiza watu walikuwa watasahau Watanzania watasahau. Ni bomu lilikuwepo, lilikuwa nasubiri mtu kutegua. Sasa ile bomu limeteguliwa sasa lilikuwepo. Ndio maana kama hatuwezi kujifunza kwamba kwa nini tumefika hapa, itakuja tukio lingine baya pengine baada ya miaka 5, 7, 10 kubwa kuliko hili. Lazima tujue, tusome saikolojia ya Tanzania. Hata ile vita ya Wanyarwanda ilikuwa siku moja, watu watasahau. Binadamu sio mbwa. Okay. Wanakutana kwenye hisia zao hivi. Ndio maana hata kuku, mtoto wa kuku huwa afundishwe ni mwewe. Ni nature ile. Okay. Binadamu wasahau hivyo, sio watu wanajitia moyo. Watasahau, wanakuwa hawajasahau, wamekosa, hawana nguvu. Okay. Wamekosa mahali pa kusemea, pa kuonyesha hisia zao. Kwa wanakaa kimya, kitu ndani kina ukifagia usiweke usifunike uchafu kwenye carpet. Okay. Kwa lazima sote pamoja, viongozi wa dini, wazazi, viongozi wa serikali, wa kisiasa, tumeharibuje heshima ya nchi yetu. Je, mambo haya kutokea Burundi, Rwanda kule kawaida, dunia ishtuki. Lakini kinara wa amani, kaka wa amani Afrika, Tanzania. Nchi ya Kambarage. Kenya walikuwa wanatudharau sana, wa Zambia, mimi nimetembea nchi hizo. Lakini wakifika mahali penye undugu wanani, ni Watanzania watu ajabu bwana. Hamna dini, hamna ukabila, mpiganaji. Bwana. Ndio heshima ya Mtanzania kubwa. Sawa. Imekuwaje tumepromosha heshima ya nchi yetu? Mimi ni George, yule ya George, kila mmoja George. Kwa mimi nawapa pole sana wa Tanzania. Hekima ni kutatua tatizo bila kuzalisha tatizo lingine. Hasa viongozi wa dini wanataka kutengeneza tatizo lingine tena ambao ni baya kuliko Gen Z. La Gen Z mnaweza mkalitatua. Umeelewa? Ndio. Lakini la udini na ukabila kwa mfano ni matatizo yametafuna dunia. Chetu haina udini. Kama watu wanamkosoa rais, haukosoa Uislamu ule. Wanamkosoa rais wao. Kama watu wanampongeza rais, hawapongezi Uislamu, wanampongeza rais wao. Ni uongo, ni kujitoa tu ufahamu. Tanzania hatuna hiyo huruka ya kumtenga mtu kwa sababu ya dini yake. Huko tulivuka. Wewe jibu hoja. Usiingize mada nyingine. Jibu hoja.
Wamesema mzee Upako au rais Samia ametenda 1 2 3, jibu hoja. Usiingize hoja nyingine. Tena udini tu. Vipi mheshimiwa? Kwa rais akiwa Muislamu watu wasitoe maoni yao kwa kuhofia watoto udini. Kwamba rais akiwa John Magufuli Waislamu amefanya mambo ndivyo sivyo katika nchi, Waislamu wasiseme. Sio nasema. Wewe unapata wapi mambo ya dini kama sio mdini? Unawazaje kama dini? Mtu hajataja dini, ametaja pengine mapungufu ya serikali. Wewe unaita mada nyingine ambayo ni hatari zaidi, tena kwa hoja, ni kwa jambo jepesi. Kujenga hisia za udini haraka hivyo kwa jambo ambalo halina mashiko, mbaya sana. Nasalimia kwa niaba, naomba Mungu awatie nguvu hasa wakazi wa Dar es Salaam na ile mikoa Songwe, Arusha, Mwanza, kwa kile ambacho kimetokea. Kimesababisha maumivu sana kwa nchi yetu. Sababu ni tukio ambalo ni uzoefu mpya ambao hajawahi kuupata. Sawa sawa. Mimi nakumbuka hali kama hii nimekuiona miaka 77, 78 kule wakati nchi na vita na Idi Amin. Sawa sawa. Ndio kwamba tunaambiwa tulale saa 12 na wakati wa kipindupindu, wakati wanajeshi wakatufundisha kuchimba maandaki kwa sababu ya Amin. Sawa sawa. Kwa sababu ilikuwa ni nchi na nchi tulikuwa tupate maumivu. Kwa hii ilikuwa ni kama vita ya wenyewe kwa wenyewe. Ndio. Askari ni wa Tanzania, raia ni wa Tanzania. Kwa ni vita kama ina harufu kwa vita ya wenyewe kwa wenyewe. Kwa hiyo niwape pole sana wa Tanzania. Hakuna mtu ambaye hajaguswa na jambo hili. Mimi mwenyewe kuna waumini wangu hapa mpigwa risasi kwa Kimara pale. Okay, pole sana. Na wengine walikuwa na kakula ni kuna mabomu yale yaliumiza sana watoto, harufu. Okay. Kwa hiyo sasa ni kwa ngumu na kuna watu hawatakiwa toke nje. Kwa hiyo kila mmoja ameguswa. Ndio maana nimesema wakati wote tusilaumiane, tusimtwishe mtu mmoja lawama. Kila mtu ajioji kwa nini nchi yetu imefika hapa. Sawa sawa. Maana jambo hili halijatokea siku moja tu kwamba 29. Ghafla. Sio ghafla, lilikuwepo. Ila tatizo la Watanzania wengi huwa wanadili na tukio, sio dalili. Okay. Naona hawazuii tatizo. Wanasubiri itokee ndio wanapeka zima moto. Tunaanza kulaumiana sisi. Lakini dalili zilionekana kwamba kuna mpasio katika nchi yetu. Kuna mambo wananchi walikuwa pengine na waumiza, watu walikuwa wanasema watasahau Watanzania watasahau. Ni bomu lilikuwepo, lilikuwa nasubiri mtu wa kutegua. Sasa ile bomu limeteguliwa, sasa lilikuwepo. Ndio maana kama hatuwezi kujifunza kwamba kwa nini tumefika hapa, itakuja tukio lingine baya pengine baada ya miaka 5, 7, 10 kubwa kuliko hili. Lazima tujue, tusome saikolojia ya Tanzania. Hata ile vita ya Wanyarwanda ilikuwa siku moja, watu watasahau. Binadamu sio mbwa. Okay. Wanakutana kwenye hisia zao hivi. Ndio maana hata kuku, mtoto wa kuku huwa afundishwe ni mwewe. Ni nature ile. Okay. Binadamu wasahau hivyo, sio watu wanajitia moyo. Watasahau, wanakuwa hawajasahau, wamekosa, hawana nguvu. Okay. Wamekosa mahali pa kusemea, pa kuonyesha hisia zao. Kwa wanakaa kimya, kitu ndani kina ukifagia usiweke, usifunike uchafu kwenye carpet. Okay. Kwa lazima sote pamoja, viongozi wa dini, wazazi, viongozi wa serikali, wa kisiasa, tumeharibuje heshima ya nchi yetu. Je, mambo haya yakitokea Burundi, Rwanda kule, kawaida dunia ishtuki. Lakini kinara wa amani, kaka wa amani Afrika, Tanzania. Nchi ya Kambarage. Kenya walikuwa wanatudharau sana, wa Zambia, mimi nimetembea nchi hizo. Lakini wakifika mahali penye undugu wana ni wa Tanzania watu ajabu bwana. Hamna dini, hamna ukabila, mpiganaji. Bwana. Ndio heshima ya Mtanzania kubwa. Sawa. Imekuwaje tumepromosha heshima ya nchi yetu? Mimi ni George, yule ya George, kila mmoja George. Kwa mimi nawapa pole sana wa Tanzania. Hekima ni kutatua tatizo bila kuzalisha tatizo lingine. Hasa viongozi wa dini wanataka kutengeneza tatizo lingine tena, ambao ni mbaya kuliko jenzi. La jenzi mnaweza mkalitatua. Umeelewa?
Lakini la udini na ukabila kwa mfano ni matatizo yametafuna dunia. Chetu haina udini. Kama watu wanamkosoa rais, haukosoi Uislamu ule. Wanamkosoa rais wao. Kama watu wanampongeza rais, hawapongezi Uislamu, wanampongeza rais wao. Ni uongo, ni kujitoa tu ufahamu. Tanzania hatuna hiyo huruka ya kumtenga mtu kwa sababu ya dini yake. Huko tulivuka. Wewe jibu hoja, usiingize mada nyingine. Jibu hoja. Wamesema mzee wa upako au rais Samia ametenda 1, 2, 3. Jibu hoja, usiingize hoja nyingine. Tena udini tu. Vipi mheshimiwa? Kwa rais akiwa Muislamu watu wasitoe maoni yao kwa kuhofia watoto udini? Kwamba rais akiwa John Magufuli, Waislamu amefanya mambo ndivyo sivyo katika nchi, Waislamu wasiseme? Sio nasema. Wewe unapata wapi mambo ya dini kama sio mdini? Unawazaje kama dini? Mtu hajataja dini, ametaja pengine mapungufu ya serikali. Wewe unaita mada nyingine ambayo ni hatari zaidi, tena kwa hoja, ni kwa jambo jepesi. Kujenga hisia za udini haraka hivyo kwa jambo ambalo halina mashiko, mbaya sana. Nasalimia kwa